Yes, ebana, mambo vipi? Habari za huko? Leo katika channel yetu ya Bongo Media nimeamua kuja mbele yenu kwa ajili ya kupeni habari mbalimbali na kufundishana mambo mbalimbali ambayo yanahusu jamii, yanahusu ulimwengu. Kwa na kuomba usisahau kusubscribe hapo chini pamoja na kubonyeza alama kengele ili uwe ni mtu wa kwanza kupata kila video ambayo nitakayopost katika YouTube channel hii. Bongo Media ni channel ambayo imekuja kwa ajili ya kukupa wewe habari mbalimbali, kukupa matukio mbalimbali yanayohusu jamii, watu wenye matatizo, lakini pia tunapenda kutia msisitizo kwamba usiache kusubscribe pamoja na kushare ili uwe ni mtu wa kwanza kupata video hizi. Katika siku ya jana ukiingia kwenye mitandao huku unaona kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika mitandao hii ya internet, na watu wengi sana wamekuwa wakifuatilia mambo ya social media. Sasa nikaona na mimi nije mbele yenu kwa ajili ya kugusia jambo moja tu ambalo watu wengi sana wanakafilika nalo. Sisi wa Tanzania tunapokuwa katika matatizo, sawa, tunakuwa tunatengana. Na wewe ukitaka kumjua rafiki wa kweli kabisa ni yule rafiki ambaye uko naye katika raha, lakini upo naye katika shida na matatizo. Watu wengi sana hasa wa Tanzania, sisi tunapokuwa na raha, tunapokuwa katika neema, basi rafiki zetu wengi wanakuwa hapo karibu na sisi. Lakini unapokuwa katika majanga, unapokuwa katika maradhi, unapopata misiba, basi wale watu wengi katika wanafiki wanakutenga, unakuwa kumbali nao, wanakaa mbali na wewe. Hawa wote wanakuwa ni marafiki wanafiki. Mfano mdogo tu, Chidi Benz Rashid amefua na mama yake jana. Watu wengi walitarajia kwamba wasanii wengi watakuwepo katika mazishi ya mama yake, lakini mambo yameenda sivyo. Watu wengi walitarajia kwamba kutakuja watu wengi sana, watakuja wasanii wakubwa sana, kwa sababu yeye ni mtu mkubwa katika society ya music, lakini watu wengi walimtenga, hawakuja katika msiba mama yake. Hii inaonyesha wazi kwamba watu wanakuwa na wewe wakati wa raha tu, lakini wakati wa shida, wakati wa huzuni hawana wewe. Sasa inatakiwa ujifunze, na kujifunza hapa ujifunze vitu viwili. Kitu cha kwanza, unatakiwa uchague marafiki gani wanafiki na marafiki gani wa kweli, kwa sababu unaweza kuwa na marafiki 100 lakini pengine marafiki 80 au 90 wote ni wanafiki, lakini marafiki wa kweli ukapata marafiki 10 tu katika marafiki 100. Kwa tujifunze vitu viwili. Kitu cha kwanza kinachotupasa tujifunze sisi katika msiba uliotokea wa mamake Chidi Benz, kwamba tuchague marafiki ambao wa kweli, tusichague marafiki wanafiki. Wewe mwenyewe unajijua hapo kwamba una marafiki wangapi. Sasa katika marafiki wako wote, wewe ndio unajua wapi wanafiki, wapi si wanafiki. Kwa jambo la kwanza ambalo inapasa Watanzania kwa ujumla tujifunze kwamba tuwe ni watu wenye kutafuta marafiki wa kweli ambao watakaokuja kutufaa wakati wa raha na wakati wa shida. Lakini pia jambo la pili ambalo inatakiwa tujifunze kwamba inatakiwa tuweke akiba katika akaunti zetu, tuweke akiba katika benki zetu, kwa sababu kuna leo na kesho. Leo nacho, kesho huna. Wale watu ambao unacheka nao wakati unapokuwa nacho, ukipata matatizo hawacheki na wewe, wanakutenga, wanakaa mbali na wewe. Haya yote kwa sababu tumeshindwa kujiwekeza katika masuala mazima ya kiuchumi na biashara na kipato. Kwa tujifunze vitu viwili. Kitu cha kwanza, tutafute marafiki waliokuwa kweli, wasi wanafiki. Na kitu cha pili, inatakiwa tuweke akiba katika maisha yetu na katika biashara, tuwekeze katika biashara. Ukifanya hivyo, hata ukija kukuta na matatizo, wewe utakuwa hupati aibu. Aibu ile utakuwa umeificha. Kwa watu wengi sana, hasa wasanii wengi, wamemtenga Chidi Benz katika msiba wa mama yake ambao umetokea jana. Nafikiri leo wamezika. Sasa na wewe ndugu yangu ambaye unatizama hizi video katika social media, basi hakikisha fanya vitu viwili. Kitu cha kwanza, tafuta marafiki wa kweli, achana na marafiki wanafiki. Kitu cha pili, weka akiba, ekeza kwenye biashara ili pesa ile ije kusaidia baadaye utakapokuwa una matatizo au utakapokuwa umezeka. Ukifanya vitu viwili hivi, basi wewe utakuwa ni mtu mwenye kufanikiwa sana katika maisha yako. Kwa hiyo fanya hivi na Mwenyezi Mungu atakusimamia sana. Epuka sana marafiki wanafiki, kwa sababu hao ndio watu wa mwanzo kukurudisha nyuma wewe. Na ukifanya hivyo
utafanikiwa katika maisha yako. Mimi sina la ziada, tuonane tena katika next